tujitahidi au tujitayarishe kukabiliana na hali jinsi inavyobadilika. Na hili nataka nililathibitishe na yale yaliyosemwa na bunge lilipopita hapa kwamba huko hayo mambo yanayotokea yanaleta ugumu wa maisha. Serikali ina mpango gani? Nataka niseme kwamba ule ugumu unaanza serikalini kwanza, alafu ndio unakwenda kwa wengine. Kwa hiyo kwa ugumu huo serikali tunaendelea kufanya majambo na kuhakikisha kwamba wananchi wetu ndani ya Tanzania watabaki na kiwango hiki cha maisha tulicho nacho, au ikibidi mambo yakiwa mazuri, mambo yawe mazuri zaidi, lakini tunajitahidi tusirudi chini kutoka hapa tulipo. Kwa upande mwingine, maendeleo ya kiteknolojia na mifumo ya uzalishaji vinaendelea kubadilika, na ajira zijazo zinahitaji ujuzi, maarifa na teknolojia mpya. Hivyo basi, serikali na sekta binafsi tuna wajibu wa kuwekeza kwa makusudi katika elimu, maarifa na ujuzi kwa nguvu kazi yetu, ili iweze kuhimili na kumudu ushindani wa soko la ajira la sasa na la baadaye. Sisi serikali tutaendelea kuimarisha mikakati ya kurasimisha sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri mamilioni ya Watanzania, sambamba na kuimarisha mawasiliano na ushirikishwaji wa makundi hayo katika masuala ya kazi na maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, niendelee kusisitiza wajibu wetu katika ujenzi wa nchi yetu. Sote kwa pamoja hatuna budi kushirikiana, kuaminiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu. Ninawahimiza tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na kwa weledi ili kujenga uchumi imara na ustawi wa jamii. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi na maslahi ya watumishi kwa kadri uchumi utakavyoruhusu. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi za kuimarisha ustawi wa wafanyakazi, na kwa hivyo ndugu zangu, chapeni kazi. Serikali ipo, inawasikiliza na inawathamini. Kazi na utu. Ndugu wafanyakazi, kama isemavyo kauli mbiu yetu, kazi haiwezi kuwa na staha bila amani, na hakuna ustawi wa mfanyakazi bila utulivu wa taifa. Sasa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tofauti zetu hazigeuki kuwa sababu ya kuhatarisha misingi ya amani, umoja na mshikamano tulioachiwa na waasisi wetu. Tushikamaneni, tufanye kazi, tujenge taifa letu na tujenge heshima ya nchi yetu. Kwa ndugu zangu wa Njombe, mmemsikia mkuu wa mkoa. Ujaji wangu leo alipanga mambo mengi niyafanye ndani ya leo, na ingewezekana nibaki mpaka kesho, lakini kuna majukumu ya kitaifa mengine yananihitaji, nabidi leo nirudi tena Dar es Salaam. Lakini niwaahidi kwamba nitakuja kwa ziara rasmi. Nitakuja kwa ziara rasmi ili nione yale yote mkuu wa mkoa ambayo ameyasema, na ikibidi tupokee mapya ya kwenda kuyafanyia kazi ili Njombe ipae kwa maendeleo. Njombe oye! Na mwisho kabisa, ninawashukuru wafanyakazi wote kwa kuthamini jitihada zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na serikali katika kuboresha maslahi yenu au maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya umma na katika sekta binafsi. Kama alivyosema Rais wa TUCTA kwamba mwaka huu katika kikao chetu hawakuja na madai mapya, na hawakuja na madai mapya, wao wenyewe walikuja na kauli ya kunipa pole kwamba tumetoka kwenye uchaguzi na uchaguzi ule tumeuharamia wenyewe wa Tanzania.
Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Lakini vile vile kulipa madeni, tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema, mheshimiwa, wewe chapa kazi tu. Mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani. Na mimi nikawaambia mwakani, ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangalia na mwakani. TUCTA oye! Wafanya kazi safi! Ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba pamoja na changamoto zilizopo, kama nilivyosema, kadri uchumi wetu utakavyoendelea kuimarika, basi tutaendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi wetu. Nachowaomba tuendelee tena kuchapa kazi kwa bidii, weledi na uzalendo wa hali ya juu. Kwa kufanya hivyo, tutaendelea kukuza uchumi wa nchi yetu na kugawana vizuri ile keki ya taifa kama matunda na juhudi ya jasho letu. Baada ya kusema hayo, sasa nishukuru sana mkuu wa mkoa na wananjombe wote kwa zawadi mlionipa mimi na ujumbe wangu uliofuatana nao. Ukiacha mawaziri wao sio ujumbe wangu, lakini na ujumbe wangu niliofuatana nao. Kwa tunashukuru kwa zawadi, tunashukuru sana. Lakini maziwa haya, ujue, ninapokuwa na baraza la mawaziri pale Ikulu, wanapikiwa chai ya maziwa hawa. Kwa hiyo ng'ombe hawa wanakwenda kuchangia huko kwenye kuwapikia mawaziri chai ya maziwa. Nawashukuru sana wananjombe. Na baada ya kusema hayo, sasa niwatakie wafanyakazi wote nchini heri ya maadhimisho ya Mei Mosi au sikukuu ya wafanyakazi. Lakini Mungu atutie nguvu ili tuweze kufanya kazi zaidi kwa manufaa na mustakabali mwema wa taifa letu. Tanzania oye! Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu.